So my topic ni problem solving na idea validation. Hayo ni matatizo tumeandika, lakini lengo ni kusolve problems. And majina yangu ya NIDA kama anavyopenda kusema Mr. Kombo ni Scholastica Otto Mosha. So I'm a trainer, speaker, mental health first aider and a certified clinical psychologist. Ila leo nimevaa kofia ya trainer. So hapo kuna maneno mawili, problem solving na idea validation. But what does it mean? Cha kwanza ni problem solving. Problem solving inajibu hili swali la kwanza. Whose problem am I solving? Sawa, tumeelezwa pale matatizo mengi. Kuna mwingine ameshindwa asubuhi baada ya kuamshwa na jogoo, au mimi huwa naamshwa na azana, lakini yeye akaamshwa na mafundi. Sasa hapo anaweza katengeneza a business idea from that, si ndio? Lakini the second part of my presentation ni idea validation. So hii ndio kitu ambacho tunaongelea. Do people actually want and are willing to pay for it? Sawa? Inawezekana kwamba kwenye nyumba yake ana madirisha ya aluminium kawaida, si ndio? Ndio maana ameshindwa kusikia, ndio maana ameweza kusikia fundi anagonga gonga. Lakini labda angeweka soundproof kama zile za studio, asingesikia. Kwa hiyo akianzisha hiyo idea kwamba watu wanaoishi maeneo yenye kelele, kwa mfano Sinza, speaker wetu aliyopita anaishi Sinza, kwamba kila mtu aweke soundproof kwenye nyumba yake. Je, are people going to buy it? So that's validation. Kwa hiyo unakuwa na tatizo ambalo unataka kulisolve, lakini you're asking yourself, is it valid? Now, kila mtu ana idea. I spoke about the combination of clothing. Kila mtu ambavyo ameamua kucombine. Inawezekana hizo ni nguo umevaa January, February, March, April, lakini hujawahi kucombine kama ulivyocombine leo. So everyone is unique. Inaweza ikawa ni tatizo moja ambalo tumeongelea mama pale, fundi wake amechelewa na akamchelewesha. Ni tatizo hilo hilo, lakini mwingine akawaza idea moja na mwingine akawaza idea tofauti. Ni kwa sababu kila mtu yupo unique. Na ni kwa sababu kuna factors nyingi ambazo zinatupelekea kufanya biashara ambayo tunaifanya. Kwa mfano, mtu anaweza akaniangalia mimi hapa, akapata idea. Mwingine akapata idea kwamba this is a brush, nitatengeneza brush, si ndio? Mwingine akaangalia blazer, akasema nitaenda kuuza blazer. Mwingine akaangalia kiatu, akasema kesho nitaenda kuuza kiatu. So kila mmoja yuko unique. So you have to discover an idea. You have to start with point hiyo namba moja. Identify lile tatizo. Tumeongelea matatizo machache ambayo tunayo, lakini pia nitaongea zaidi kuhusu afya. That is the industry that I'm in. Sawa, tatizo wengine labda wanahitaji kupunguza uzito. So identify the problem. Hizi step zinaendana na step za MC Koloa ambaye ametoka kuongea hapa. They are similar, not the same, but similar. So you have to discover, you have to know what you want. Lakini ya pili, you have to validate your idea. You gather feedback. Now how do we gather feedback? Tunaenda kwa watu tofauti tofauti, tunawauliza. For example, unataka kuanzisha duka la nguo kwenye mtaa ambao unakaa. Unaweza ukafanya research, ukaangalia kwamba watu je, wapo ambao watakuwa wanapita. Kama nataka kuuza nguo za wanawake, je, are they available? Naweza nikawa nauza maybe jeans and t-shirts, lakini hilo eneo ambalo nakaa kuna Waislamu wengi ambao wanapenda kuvaa juba na hijab, si ndio? Kwa hiyo naweza nisipate wateja kwa sababu sijafanya research ya kutosha. So that goes to the third point, ya research. Lakini refine and improve. Refining is looking for competitors. Kuangalia kama mimi nataka kufungua biashara ya nguo, nani ni competitors? Au mfano kama mimi na biashara ya afya, nani ni competitor wangu kwenye lile eneo ambalo nipo? Maybe it's a dispensary. How many dispensaries are there? How many hospitals are there? Nikipata mgonjwa nitampeleka wapi? Kuna pharmacy ngapi? Mimi nikiwa sina dawa nitampeleka wapi pa karibu ili kuwe na continuation of service na kadhalika. So that is when you go to the market. Now, nimeongelea mifano ya biashara ambazo zimeanza na nyingine ambazo hazijaanza, but I am sure you have understood me.